Tunaendelea na kesi ya Tundu Lissu na majaji wameingia, wapo watatu kama kawaida yao, na Mheshimiwa Lissu naye yupo. Karani anasoma criminal session number 19605 ya mwaka 2025 Republic versus Tundu Lissu, na mawakili wa serikali wanajitambulisha kama kawaida yao, japo leo hawajaja kama utitili, na wakili wa serikali anasema shauri linakuja kuendelea kusikiliza na tuna shahidi wa 14 kwa ajili ya maswali ya dodoso. Jaji Nduguna anamuuliza Mheshimiwa Lissu kama yupo tayari. Mheshimiwa Lissu anasema mimi nipo tayari, na Jaji Nduguru anamkumbusha shahidi kwamba yupo chini ya kiapo. Ikumbuke kwamba leo tunaendelea na shahidi wa kificho P9 na Mheshimiwa Lissu. Shahidi habari za asubuhi, na shahidi anasema salama. Mheshimiwa Lissu, ueleze majaji kama uliandika maelezo tarehe 22 Aprili 2025. Shahidi wa kificho P9: ndio. Mheshimiwa Lissu, ueleze majaji kama ukionyesha maelezo hayo utatambua. Shahidi wa kificho P9: ndio, nitatambua. Shahidi anapelekewa maelezo yake na Mheshimiwa Lissu anasema ueleze majaji kama hayo ndio maelezo yako uliandika polisi tarehe 24 Aprili 2025. Shahidi: ndio yenyewe. Mheshimiwa Lissu: Mheshimiwa majaji, nataka kumimpeach credit ya huyu witness, kwa hiyo nitamsomea maelezo yake, nitamuonesha maeneo ambayo nataka kumoja, alafu nitamuonesha aiwasilishe, nitamwomba aiwasilishe yapokelewe kama kielelezo. Mheshimiwa Lissu: shahidi, nitakusomea maelezo yako alafu tutahojiana kwa sababu kuna mambo hayapo sawa kwenye maelezo yako. Anamsomea maelezo shahidi. Mheshimiwa Lissu anaendelea, anasema sasa shahidi, umesikia nilichokisoma, ueleze waheshimiwa majaji kama nilichokisoma ndicho kilichopo kwako. Sasa nataka nikueleze maneno nayotaka nikuoje. Kwanza, jana ulisema wewe ni mkazi wa Mbeya mjini, nataka nikuoje hapo. Pili, kwamba wewe kazi yako ni fundi umeme na unafanya kazi ndani ya maeneo ya jiji la halmashauri ya Mbeya. Tatu, 2024 ulivutiwa na sera za Chadema na ukaamua kuwa mfuasi na ukawa unafuatilia kwa karibu mikutano, matangazo na hotuba za viongozi wa Chadema. 4, ulizungumzia matembezi ya amani yaliyofanyika Mbeya 2024 na ukasema Mbowe alianzia Songwe na Lissu Uyole na Heche Isanga. Aprili 3, 2025 akiwa nyumbani kwako ulikuwa unaperuzi mitandao ya kijamii kwa simu aina ya Samsung 8 Pro. Nataka nikuhoji kuhusu hiyo simu. Na pia 6, uliingia kwenye mtandao wa Instagram, na ili uingie kwenye mtandao huo lazima uwe na account na simu janja na bando ili kuweza kuangalia picha na video. 7, wakati unaperuzi mtandao wa Instagram uliona video ya Tundu Lissu lakini umesahau ilikuwa ni account ya nani. 8, huyo Lissu uliyemuona alikuwa amevaa combat ya kaki za Chadema na t-shirt nyeusi na alikuwa ukumbini na kulikuwa na bendera ya taifa na rangi za bendera ya Chadema. 9, ulisema tutavuruga uchaguzi kwa kufanya vurugu na kuvuruga uchaguzi huo. 10, ulisema lazima tukichafue. 11, ulipofika kwenye kituo cha polisi Mwanjelwa walikwambia wanataka wakufanyie tena mahojiano. 12, niliojua na mtu mmoja na mwingine wa pili alinihoji kwenye maswali mbalimbali. 13, wakati unamjibu huyo anayekuhoji kwa mara ya pili niliona video ya Tundu Lissu ndio nikaanza kufanya makosa. Mheshimiwa Lissu: sasa shahidi, ueleze majaji kama ungependa maelezo yako yaingie katika kielelezo mahakamani. Shahidi wa kificho: haina shida. Upande wa serikali hatuna pingamizi. Mahakama imepokelewa kama kielelezo D13.